Kwanza ni kwamba Romain Folz bado ni mwalimu wa Yanga na Yanga wataendelea kuwa naye katika kipindi hiki na wataendelea kutamba naye. Kwa hiyo yale mawazo, zile fikra, zile taarifa za kwamba pengine atakuja mwalimu kutoka Madagascar na sehemu nyingine kokote, hizo zote kama zilikuwa zimetoka kwa watu wengine basi walikuwa hawana ufahamu. Kama zilikuwa kutoka katika platform zangu mimi, ilikuwa ni sehemu ya kutaka kuachemsha, lakini ukweli mwalimu Folz bado yupo Yanga. Mwalimu hapo ndiko ambako tukasema kwamba atakwenda kuongezewa mwalimu mwenye experience. Na huyu mwalimu nitapata tu homework nyingine. Ameshawahi kufundisha ligi ya South Africa katika timu kubwa kama ya Super Sport United, akiwa kama kocha mkuu na baadaye kocha msaidizi, lakini pia ni miongoni mwa makocha wasaidizi wa timu za taifa katika ukanda ule wa soka wa Kosafa. Kwa hiyo ni mwalimu anatokea katika ukanda ule wa Kosafa akiwa ni mwalimu msaidizi wa national team, na katika national team ambayo anasaidia miongoni mwa wachezaji wapo kwenye klabu ya Yanga ambao wanatoka kwenye hiyo taifa. Kwa hiyo mwalimu wao msaidizi ndio anakuja kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Yanga, na moja ya majina yake ni somebody known as Tembo. Ladies and gentlemen, mabibi na mabwana, karibu sana kunako televisheni ya Mwokoto. Hii ni Salamba TV na mimi ni Diego Mashuhuri, moja kati ya watu makini wanaohakikisha kwamba upitwi na habari za kimichezo. Na kubwa zaidi leo hii niko na Chifu Nzobane kama Zou Mfela, Mr. Dominic Salamba. Kwanza uhali gani? Niko vizuri kabisa. Njema kabisa. Anamshukuru Mwenyezi Mungu. Bwana, hii inakuwa ni mara ya kwanza tunafanya kipindi na Mr. Dominic Salamba, Chifu Nzobane kama Zou. Mara ya kwanza kama nani? Mara ya kwanza akiwa ameingia kwenye umri mpya. Yes, ni kwa kwanza unajisikiaje kufanya kipindi ukiwa kwenye umri mpya? Najisikia vizuri kwa sababu naona umri unaongezeka, hekima zinaongezeka, unazidi kuwa mzee. Nazidi kuwa mzee. Na mvi zinaongezeka pia. Yes, mvi zinaongezeka, ina maana tunazidi kupata busara kutoka kwako. Na leo hii kwa kwenda kudhihirisha kwamba umri unazidi kusogea, unaenda kuongea na vijana, unaenda kuongea na watu tofauti ambao wapo kwenye nyanda za kimichezo juu ya taarifa tofauti za kimichezo ambazo zinaendelea hivi sasa, kubwa ikiwa ni kuhusiana na kocha wa Young Africans pamoja na benchi la ufundi na uongozi wa klabu ya Young Africans. Kuna hatua wamefikia hivi sasa. Ni hatua gani? Tumefahamishwa kupitia ukurasa wa mtandao wa kijamii wa Mr. Dominic Salamba, ambaye alichapisha taarifa muda mchache kutoka hivi sasa. Alichapisha taarifa inayosema, huu ni ukurasa wako wa X ambao ni Twitter. Taarifa kwa umma: kocha bado yupo sana na wanatamba naye. Maboresho: ataongezewa nguvu kwenye benchi lake la ufundi. Pongezi kwa rais wa klabu Hersi Said na kamati tendaji kwa kutoyumbishwa na miruzi mingi. Tuanze na taarifa ya kwanza. Hii taarifa yako ina engo kama 3 tofauti. Taarifa kwa umma ni kocha bado yuko sana na wanatamba naye. Nini hasa ulikuwa umekilenga hapa? Anafikiria hapa katikati umepita waves fulani, tupita kwenye kipindi ambacho palikuwa pana taarifa nyingi sana ambazo zilikuwa zinahusiana na klabu ya Yanga na ilizuka scenario nyingi, taarifa nyingi kuhusiana na hali ya klabu ya Yanga, lakini pia wakihusisha na mwalimu Folz, Romain Folz, na ikaenda mbali mpaka mashabiki wengine wakawa wanasema pengine mwalimu ameshindwa kuongeza timu, uwezo ni mdogo. Kwa hiyo ukaona kosekana uhalisia kwenye jambo lenyewe. Na pakawa pana issue nyingi zikizungumza, wachambuzi wa domo la michezo wakizungumzia kuhusiana taarifa nyingi ambazo zinahusiana na pengine mwalimu anaweza akaondoka na Yanga wako wanajaribu kuleta mwalimu mwingine mpya. Of course ilikuwa ni wave ambayo ilipita na tuliweza kwenda nayo, kwa maana kwamba kutaka kuona watu watafikia wapi. Ila kimsingi tulikuwa tuna habari za ndani ni ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa hiyo baada ya kuona wave imekuwa ni kubwa sana na tumekuwa tukipokea watu wengi sana, ilikuwa ni vyema ufike wakati tuweze kuwaambia. Ujue moja ya utamu wa habari wakati mwingine ni kuweza kuzificha habari ili watu waendelee kutafuta na kuona umuhimu wa kufuata vyanzo sahihi vya habari. Kwa leo hii ikiwa ni siku ambayo utakuzungumza, ndio siku mpya nafanya kipindi nikiwa na umri mwingine, nikasema nije kuweka clear kuzungumzia sakata la kocha wa Yanga Romain Folz kwa undani wake na ukweli wake, na baada ya hapa nafikiri hakutakuwa na maswali mengine tena. Kwa hiyo yuko na wananchi na tumeendelea kuona picha tofauti za uwanja wa mazoezi akiwa anaonekana sasa mwenye furaha
awali tukoi kuliona tabasamu lake, lakini tukaanza kuona picha zikianza kutembea akiwa mazoezini na cheko limeanza kutoka. Twende kwenye sehemu ya pili ya taarifa aliyotoa Mr. Dominic Salamba ambayo ilikuwa na sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni taarifa kwa umma ambayo ameieleza kwamba kocha bado yupo, na sehemu ya pili inahusu maboresho, na umeandika hapa kwamba ataongezewa nguvu kwenye benchi lake la ufundi. Ukiona maana ipi hasa? Ni kweli baada ya kwanza mwalimu alikuwa ana kitu cha kuweza kuzungumza. Unajua pressure ilikuwa ni kubwa, lakini to be honest na katika hali ya ukweli mwalimu akupata nafasi ya kukaa na wachezaji wake wote. Timu ilikuwa inakuja kwa mafungu. Kwa hiyo alikosa muda wa kuweza kuitrain timu kwa pamoja, kwa maana ikiwa na master wake wote waliosajiliwa na wale wengine wa zamani. Na muda ulikuwa ni mchache pia. Kwa hiyo ikawa bado hakuna justification ya moja kwa moja ya kuweza kusema mwalimu ameshindwa. Lakini jambo la pili, katika siku za karibuni timu imeanza kubadilika. Timu imeanza kurudi katika wale ambao imekuwa nayo, na kwa wale ambao mfuatilia mazoezi ya wiki hii wanaweza kujua kinachokizungumza kwamba timu imeweza kuimprove kwa asilimia kubwa. Lakini changamoto inakuja ni kwamba lazima aweze kuongezewa mwalimu mwingine ambaye pengine ana experience ya kutosha katika soka la Afrika. Na hapo ndiko ambako tukasema kwamba atakwenda kuongezewa mwalimu mwenye experience. Na huyo mwalimu nitapata tu homework nyingine. Ameshawahi kufundisha ligi ya South Africa katika timu kubwa kama ya SuperSport United, akiwa kama kocha mkuu na baadaye kocha msaidizi, lakini pia ni miongoni mwa makocha wasaidizi wa timu za taifa katika ukanda ule wa soka wa Kosafa. Kwa hiyo ni mwalimu anatokea katika ukanda ule wa Kosafa akiwa ni mwalimu msaidizi wa national team, na katika national team ambayo anasaidia miongoni mwa wachezaji wapo kwenye klabu ya Yanga ambao wanatoka kwenye hiyo taifa. Kwa hiyo mwalimu wao msaidizi ndio anakuja kuwa kocha msaidizi wa klabu ya Yanga, na moja ya majina yake ni somebody known as Tembo. Kwa jina lingine mtakwenda kulitafuta, ndio anakuja kuwa ni mwalimu msaidizi. Na wakati huo kwa upande mwingine kocha ambaye alikuwa ni msaidizi kwa mwalimu Falls, si kwamba amefurushwa au ana uwezo, amepata changamoto za kiafya ambazo zinamtaka sasa aweze kurudi kwao kwa ajili ya kwenda kushughulikia, ndiko akaamua kutafuta mwalimu mwingine ambaye analijua soka la Afrika, lakini pia ana experience na mazingira ya soka la Afrika, na hasa upande wa kusini. Wanakwenda kubi added ile kikosi cha Yanga na kwenda kuongeza nguvu akiwa ana umri ambao umezidi miaka 50. Bwana Mr. Dominic Salamba ametufungulia kodi ya ujio wa ama ongezeko kwenye benchi la ufundi la Young Africans, na ameweka kodi ya huyo ambaye anaenda kuongezeka kwenye eneo la benchi la ufundi, ambaye atakuwa chini ya mwalimu Romain Folz. Folz atasalia kuwa kocha mkuu wa timu ya Young Africans, huku msaidizi ndiye huyo mwenye hizo sifa. Sasa tuambie kwenye comments hapo, unahisi ni nani ambaye amezungumziwa hapa? Na hivi sasa tunaenda kwenye sehemu ya 3 ya taarifa ambayo aliitoa Mr. Dominic Salamba, ambayo inahusu pongezi. Kumbuka tulianza na taarifa kwa umma ambayo ilisema kwamba kocha bado yuko na wanatamba naye. Sehemu ya pili taarifa yake ikawa inasema kuhusiana na maboresho, na ameeleza hapa kwamba kutakuwa na maboresho kwenye benchi la ufundi la Young Africans. Na sehemu ya 3 ni pongezi, na pongezi amezielekeza moja kwa moja kwa rais wa klabu ya Young Africans Engineer Hersi Said, kadhalika na kamati tendaji kwa kutoyumbishwa na miruzi mengi. Tunafahamu miruzi imekuwa ikitumika kwenye ule msemo wa miruzi mingi hupoteza mbwa. Kwa hiyo hapa kwanza kutumia huu msemo wa miruzi mingi ulikuwa unalenga nini haswa, na kwa nini umeihusisha kamati tendaji na rais kwamba ndio wanaostahili pongezi? Kunani hapa? Nafikiri ujue kipindi ambacho watu wanakuwa wana shout, watu wanakuwa wanazungumza, kama unakuwa unakosa umakini ni rahisi kuweza kutoka kwenye reli. Ni ukweli Yanga hawakuanza katika good momentum kwa maana ya rhythm ya timu, na watu wengi ambao walikuwa wanakosoa, sio wote walikuwa wanakosoa kwa maana ya kutaka kuona kuna positive sawa response inaenda kutokea. Wengine walikuwa wanakosoa ili kutaka kuwapoteza. Tunafahamu pamekuwa na shauku kubwa sana watu wakitamani kuweza kuona anguko la Yanga likitokea kwa haraka. Na ndio tabia ya sisi wa Afrika wengi, waga vile vitu ambavyo vinakuwa vinafanya vizuri vinageuka kuwa ni adui tena kwa watu wale ambao wanakuwa vizunguka. Kwa hiyo
haikuwa kazi rahisi. Tumeweza kuona katika hizi wiki 2-3 vituo vyote vya redio, wachambuzi wote wakijaribu kuzungumzia ili jambo la mwalimu wa Yanga na timu Yanga inavyocheza, sio katika upande tu mmoja tu wa kutaka pengine kuweza kuona timu ina improve, lakini ikiwa ni upande wa kubeza na pengine kutamani iweze kuendelea hali kama hiyo. Kwa hiyo unapokuwa na viongozi ambao wakati mwingine wako makini, ni rahisi kuweza kuondoka na upepo na wakaamua kufanya maamuzi ambayo baadaye yatakuja kuwa cost, kwa sababu jua kwamba ligi zimeshaanza, timu hazikupata muda wa kuweza kujiandaa vizuri kutokana na muda kwa finyu, na ligi zimeanza zikiwa zina ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo kuweza kuchukua mwalimu mwingine mpya aweze kuja kusoma timu na kuweza kuimplement mbinu zake haiwezi kuwa kitu rahisi. Kwa hiyo itakiwa viongozi wakae chini na kuweza kufanya tathmini ya kina, kwa sababu haya yanayozungumzika yanatoka kwa watu wenye weledi na ambao hawana weledi, lakini wakati mwingine watu wenye weledi wanaweza wakapotosha kwa manufaa yao binafsi. Kwa hiyo walikaa chini wakafanya thorough analysis na tujue kwamba kuna mwalimu ambaye alikuwa anahusishwa kutoka Madagascar, ni miongoni mwa walimu ambao amefanya vizuri, lakini ukienda kumwangalia ndani unagundua kwamba ana baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa haviwezi kukidhi mahitaji. Ana historia nzuri kwa upande wa klabu, lakini pia ni mwalimu wa timu ya Madagascar katika soka la ndani, hajawahi kufundisha timu yote kubwa ya Afrika, hajawahi kuwa na hiyo pressure kama ambayo Yanga wako nayo. Kwa hiyo pia waliliangalia hilo jambo, wakaweza kuona wakilifanya muda, lakini pia wakapata nafasi chini ya Rais Injinia Hersi ya kuweza kumwangalia mwalimu kwa kina kwamba ni maeneo gani ambayo pengine yanaweza ikawa sababu ya yeye kuweza kuondoshwa. Wakaangalia mazingira aliyokutana nayo, ubora alionao na hali ya timu, wakajua kwamba ni factor ambazo zimekwenda kuathiri kwenye kila moja ikiwa na mchango wake. Yaani uwezo wakati wakasema mwalimu hafai, utaangalia je, mwalimu hafai kwa muda gani ambaye amekaa na timu. Sawa, unagundua kwamba hakukaa na muda wa timu muda wa kutosha. Kwa hiyo ni muda ambao hakuna binadamu ambaye angeweza kuja na kuweza kuchange vitu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ndipo ambao wakaona hapana, wanatakiwa waweze kukaa na kuweza kusomea kile ambacho walikuwa wamekiamua tokea wanamwamini mwalimu, na wakaweza kuzungumza naye na wakaweza kuongelea kwamba timu ni ambacho inahitaji. Mashabiki wangu wanataka, na mwalimu alikuwa tayari kuweza kubadilika na aliweza kuwashua pia kwamba mkilipa nafasi nikapata muda wa kuweza kukaa vijana wangu, ninaweza kufikia kile ambacho watu wengi walikuwa nakihitaji na mtakwenda kufurahia. Ndipo baadaye kwa maana management kama tendaji na rais wa klabu Yanga wakaamua kwa pamoja, bila kuzungumza pembeni, bila kutarafiana, bila kutoa maneno ya nje, kwamba ni vema wakaweza kuendelea na mwalimu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni viongozi ambao wanaweza wakakaa wakajadiliana, wakakosoana, wakashauriana, lakini mwisho siku ni lazima waweze kuondoka na kitu kimoja ambacho kitakwenda kusaidia klabu. Kwa hiyo no matter what, at the end of the day lazima klabu iweze kushinda, kwa maana kuweza kufikia malengo ambayo wako nayo. Kwa hiyo ukiona inafika hatua watu wanaweza wakawa wanatofautiana kwa hoja, lakini wakakaa ndani wakajifungia na baadaye wakaja kutoka na kitu kimoja, maana yake hapa pana umoja, lakini pia pana maelewano na masikizano, na wote wanalenga kufikia mafanikio ya klabu. Kwa hiyo ni lazima uweze kumpongeza rais wa klabu. Ingekuwa timu nyingine pengine ungeanza kusikia nje, huyu anazungumza hili, huyu anazungumza hili, lakini hakuna statement yoyote. Hata wale ambao walikuwa hawakubaliani na kile ambacho mwalimu anakifanya na wale ambao walikuwa wanakubaliana, wote wambakia kukosoana ndani na sio nje. Kwa hiyo lazima uweze kupongeza juhudi ambazo anazifanya rais wa hiyo klabu katika kuhakikisha kwamba timu yake haiwezi kuyumbishwa na inazidi kusonga mbele, ikiwa inakwenda kwenye mafanikio ambayo pengine wanachama klabu Yanga wamekuwa wakiyafikiria. Kwa nafikiri kuna somo la kuweza kuchukua kwenye timu nyingine, waweze kuona namna ya kupita katika nyakati ngumu, whether kutokana na pressure ya ndani au pressure ya nje, na mwisho wa siku mkaweza kwa kitu kimoja na kuweza kufikia malengo yao. Yes, amezungumza hivyo Professor Mwakoto, Mr. Dominic Salamba, Chifu Nzobane kama Zomfera, ambaye ama kwa hakika leo hii kwenye kipindi chake cha kwanza akiwa na umri mpya ambao hajauweka wazi yeye mwenyewe, lakini natumai kwa wale ambao wanamfahamu vizuri wanafahamu kwamba tayari ameingia kwenye umri mpya na tayari ameanza kutupa busara zake za umri mpya kwa kuwanyoosha vijana wanaokuwa natoa taarifa tofauti za kichambuzi, hususan wa kimichezo, na wale ambao wamekuwa wakitoa taarifa huku na kule, kwamba kuna namna inabidi kuzingatia, hususan kwenye vyanzo vya taarifa ambavyo mmekuwa mkivifuata. Umeshindwa kabisa, basi karibu nyumbani kwenye ukurasa wa Dominic Salamba, ambao ndio kisima cha taarifa za kimichezo nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa maana imekuwa ikikupatia habari tofauti ulimwenguni kote, ligi zote
ulimwenguni. Mimi naitwa Diego Mashuhuri, ni kwa sambamba na mjomba Vuma ambaye amehakikisha mambo yanaenda sawa sawia nyuma ya kamera. Tunapewa nguvu kubwa na Jamvike na Salamba, ni project ya maokoto ambayo inaendeshwa hapa Salamba TV. Cha kufanya ni gusa link ambayo iko kwenye description hapo chini ya video hii, itaweza kukuongoza kwenda kupata mkeka kila siku kwenye simu yako, bila kusahau maokoto wanaotupatia Helabet kwa kuhakikisha kwamba unajiunga na Helabet kwa kutumia promo code ya Salamba ili uweze kujishindia 300,000 za Kitanzania taslim. Imagine unafungua account tu ndani ya Helabet, kisha unakutana na shilingi 300,000 ipo kwenye account yako. Ni wewe unaanza kuibetia tu, hela unazikuta huku na ushindi unaokuta huku. Kwa wakati mwingine endelea kusalia nasi.